Sonny is part of our family in Sweden. Yeah? Raia wa nchi ya Sweden Johannes, ambaye mbwa wake aliyempa jina la Sunny aliyepotea katika mazingira ya kutatanisha katika kata ya Unga Limited iliyopo mkoani Arusha, amezungumza na kudai kwamba mbwa huyo ni kama mtoto wake kutokana na historia yake ya kuishi naye miaka 8 na hawezi kumlenganisha na chochote. Ndio maana ameamua kufunga safari kufika mkoani Arusha kwa ajili ya kufanya ufuatiliaji pamoja na kumtafuta mbwa huyo aliyepotea. Yeye anatoa zawadi ya shilingi 500,000 kwa kumshukuru, kumrudishia mwanafamilia wake. Sakata hilo la mbwa limefika katika kituo cha polisi baada ya raia huyo wa kigeni kuripoti tukio la mbwa wake kupotea kwa kutoroka ndani alikokuwa amefikia akiwa na kijana wake aliyekuwa akimhudumia, ambapo mkuu wa kituo cha polisi cha utalii na diplomasia mkoa wa Arusha, mrakibu wa polisi Waziri Tenga, ameeleza kuwa bado mbwa huyo anatafutwa ikiwa zimepita siku 4 na dau lililowekwa la shilingi 500,000 na raia huyo bado liko pale pale, huku akiwaomba wananchi kutoa taarifa ili mbwa huyo aweze kupatikana. Kwa majina naitwa Superintendent wa Polisi Waziri Ibrahim Tenga. Mimi ni mkuu wa kituo cha utalii na diplomasia mkoani Arusha. Mbele yangu niko na kamanda wa kikosi cha mbwa na farasi mkoa wa Arusha vile, lakini tukiwa na Mr. Chris, raia wa Canada, ambaye alifika hapa kituoni akiwa ameambatana na kijana ambaye ni Mtanzania mwenzetu ambaye alikuwa akimsaidia kufuga mbwa. Ni jirani yake, of course, umetokea Iringa. Ilitokea tukio kidogo kwamba kijana yule alikuja kupokea mbwa wengine kutoka Nairobi, lakini akiwa mjini Arusha hapa kuna namna ilitokea, basi mbwa mmoja akawa amemtoroka katika mazingira ya ugeni, lakini akaamua kurudi Iringa pasipo kujulisha tukio hilo, lakini pia kumjulisha mwenyewe, na wakakutana barabarani katikati maeneo ya Dodoma akiwa anamfuatilia. Mwisho akamwambia basi yule mbwa alipotelea hapa nilipopata breakdown. Kwa hiyo aliamua kutafuta watu raia wa pale wamsaidie kumtafuta mbwa wake. Walitafuta kwa masaa karibia 4-5 mpaka usiku, lakini mwisho wa siku akabaini kwamba hakuna uhalisia wa hilo swala. Baada ya kumbana akasema kweli mbwa alipotelea Arusha. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa inaonekana kwamba labda mbwa yule ameuzwa Arusha. Arusha ni mji ambao raia wengi wanapenda mbwa wa kigeni na akili na wazawa vile. Kwa hiyo baada ya kufuatilia kwa karibu tukabaini kwamba yule mbwa ni kweli, kwa bahati mbaya alifanyaje, alitoroka maeneo alikokuwa ametunzwa kijana yule alipokuwa amelala. Katika mazingira kama yule kijana anafahamu yule mbwa, anajua kodi zake, kwa hiyo alisaidiana na polisi muda wote tangu zoezi hilo imeanza kuhangaika kutafuta mbwa wa mwenyewe, kwa sababu swala kwamba anaiba halipo na hakuwa na nia ovu, imeonekana mbwa yule alitoroka. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wananchi kusaidia kumpata mbwa wa ndugu yetu huyu. Sababu ni nini? Wenzetu wana historia na mbwa wao tofauti na tunavyowachukulia. Na kuna kitu kinaitwa culture diversity. Kila mmoja ana culture yake. Wengine wanaabudu Mungu ambaye ni ng'ombe, lakini wengine wanakula ng'ombe. Wenzetu wanamchukulia huyo kama mmoja wa familia wao. Ndio maana wametoa gharama kubwa sana ya zawadi kwamba atakayempata huyo mbwa ni yeye anatoa zawadi ya shilingi 500,000 kwa kumshukuru, kumrudishia mwanafamilia wake. Na vile Arusha ni mmoja ya mkoa ambao unaweza kusema una tofauti sana na mikoa mingine ya hapa Tanzania. Ni mkoa ambao wananchi wake wamekaa na wageni kwa muda mrefu wakitunza culture za kila mmoja bila kuvunja sheria. Na yule mbwa ambaye anatafutwa ni mmoja wa wanafamilia wa ndugu yetu, wanamthamini sana na kuona kwamba ni mmoja wa wanafamilia. Kwa hivyo kwa kutambua culture diversity, kuona kwa nini tusiendelee kujaribu kumtafuta na kumpatia, ili asiwe na historia mbaya ya kupoteza mbwa wake mpendwa ndani ya mji wa Arusha ambapo alikuja pia kufanya utalii wake wa ndani. Kwa hivyo nitoe rai kwa yoyote ambaye atamuona mbwa huyo, ameshasambazwa maeneo mbalimbali, picha, atakaweza kutusaidia kupatia furaha yake ikarudi katika familia yake, kwetu ni jambo zuri, na nafikiri ni jambo ambalo kila mmoja angelifurahia kama anathamini kitu chake cha thamani kulingana na historia walichonacho. Lakini pia anaweza kusema mawili matatu kwa wale ambao watasikia lugha yake ili kuweza kuelewa kile ambacho anamaanisha. Kwa ufupi, labda tumalizane na wewe, labda mtu amemuona huyo mbwa, labda apige simu namba ipi? Lakini pia kuna wengine wanaweza wakawa na hofu kwamba akimpata huyo mbwa alafu akamleta polisi, anaweza akashikiliwa na yeye kuambia kwamba hebu tuambie huyu mbwa wewe umempata wapi. Nafikiri tuondoe mawazo hayo. Polisi na jamii yetu tumekuwa pamoja sana, na ndio maana tumetoa matangazo
maeneo mbalimbali, na namba za simu ziko pale. Atakayempata ule mbwa ana zawadi ya shilingi 500,000, lakini apige simu namba 0719 48 15 00. Narudia 0719 48 15 00. Zawadi hiyo inatolewa na mwenyewe kama alivyoitangaza, na yuko hapa. Alitakiwa safiri tangu juzi, lakini yupo akimtafuta mwanafamilia wake, kipenzi chao. Kwa hivyo tunaweza kuwa na culture mbalimbali katika mtazamo wa mbwa, lakini ukienda kwa nondo pale anaeleweka kabisa, mbwa wa milioni 18 wakati kuna mtu ana ng'ombe wa milioni 2 au milioni 1.5. Kwa kila mtu anakithamini jambo lake kulingana anavyoona inafaa, ili mradi asivunje sheria. Kwa hiyo tunamkaribisha yoyote atupigie simu, atapokea zawadi yake mbele ya miliadi hayo kuthibitisha kwamba alichosema ni sahihi. Tunaongea kitu ambacho ni uhalisia. Asante. Sio sahihi. Wananchi wengi wamekuwa wakitoa taarifa kulingana na mitazamo yao, na bahati nzuri umefika hapa. Uhalisia ni kama ifuatavyo. Walikuja pamoja baada ya yeye kueleza kwamba mbwa anapatikana alipotelea wapi, Arusha, lakini wakifika moja kwa moja kituo cha polisi. Kwa hiyo baada ya kuwasikiliza, tuliamua kwenda eneo la tukio, na moja kwa moja tulifika nyumba ya yule dada ambapo alituonyesha mbwa alikuwa amelala wapi na nini, alitokaje asubuhi, na tulipozunguka mitaani ikaonekana kwamba mbwa alionekana maeneo mbalimbali na watu walishuhudia. Kwa hiyo hatukuwa na sababu ya kumshikilia yule kijana. Nilieleza mwanzo kwamba uhalifu una mambo mawili, nia ovu na kitendo. Kwa hiyo ukiangalia kijana yule hakuwa na nia ovu. Kwanza mwenyewe anaumia sana kwa yule mbwa kupotea, kwa sababu anajua thamani, anafuga mbwa pia. Anajua thamani ya mbwa na hasa thamani ya yule mbwa kwa hii familia. Kwa hivi alikuwa akisaidia polisi kututembeza maeneo mbalimbali, lakini akiwita muda wote yuko huru na anakwenda anapumzika anakojua yeye. Asubuhi anakuja, tuna hata muda ule umechelewa kidogo ameshaondoka kwenda kuonyesha angalau wapi tunaweza kusaidiana kumpata mbwa, kwa sababu anamfahamu na anaweza kumuita kama amejificha akajitokeza. Kwa hiyo na yeye anamsaidia muhusika kufuata family member kama alivyosema. Kwa si kweli kwamba alikuwa ameshikiliwa. Hatuna sababu kumshikilia mtu kwa namna ambavyo tayari tushajionea kwamba hakuwa na nia ovu, na yule mbwa alikimbia na majirani wakatuambia namna ambayo alitoroka. Kwa hiyo katika mazingira hayo huna sababu kumshikilia. Sana sana ametusaidia kumtafuta huyo mbwa, na huenda muda si mrefu au leo anaweza akapatikana kulingana na zile taarifa pamoja na jitihada ambazo yeye mwenyewe ameonyesha. Okay. My name is Johannes Menhere. I'm coming from Sweden, and in Sweden we have a dog, a family dog with the name Sunny. It's a special breed. It's a Swedish Danish farm dog, yeah. And he's the house dog. He is what we call a part of the family. It's almost a child for us. And he's lost. First he was told that he was lost in Chemba. It's a place on the road from Dodoma to Arusha. But we found out very soon that that was a not true story. That he was lost in Chemba, and so that was the reason, yeah, why we went to the police, yeah, and they found out, yeah, that the responsible guy who was taking care for Sonny made a big lie. And I have to say that I'm thankful and grateful for the support, yeah, for Mr. Tenga and his police team, yeah, and we do all the best, yeah, to find Sonny. So I would like to ask everybody in Arusha, please look out for our dog, yeah, because he is for us almost a child. So please, if you see the dog, ameongeza kwamba mbwa huyo ni sehemu ya familia yake, huku akiwaomba watu wa Arusha kujitahidi kumtafuta, na yeyote atakayefanikisha kumpata atatoa kiasi cha fedha cha shilingi $500,000 kwa maana ya $500,000 kwa atakayefanikisha. We have been living with Sonny for 8 years. Like I have been telling you, and I repeat it one more again, yeah. Sonny is part of our family in Sweden, yeah. And we want our family member back. That's how it is, yeah. And I will fight for it, yeah, till I find him.